yeyote anayetorosha korosho mkamate, hata awe nani, iwe gari, iwe pikipiki, iwe basi, iwe daradara, ili mradi ujiridhisha kwamba ametorosha korosho ni kukamata, tunataifisha na utaratibu unafata. Hii ni kesi ya hujumu uchumi. Mheshimiwa Rais ameamua kuwakomboa wananchi wakulima wadogo wa korosho. Tumeona juzi Mtwara, eneo la Runari, na jana korosho zimeuzwa shilingi 4,150. Lakini kuna matapeli wezi huku Kisarawe wananunua korosho kwa shilingi 500, kwa shilingi 800, kwa shilingi 700, kwa kuwadanganya wananchi kwamba soko halipo. Sasa jana wataalamu wetu, jeshi letu la polisi mahiri kabisa, na viongozi wetu mahiri, wananchi wazalendo ambao wameamua kusapoti serikali ya awamu ya 6, wamekamata kilo 600 za korosho ambazo zilikuwa zinatoroshwa kuelekea Kibiti. Nami natoa masaa 24 hao waliokimbia wakati wanatorosha korosho wakaacha pikipiki, nataka waripoti ofisini kwa OCD kabla ya kesho saa 10. OCD akiwasha gari akaja Kibiti kuwasaka, itakuwa mna hali mbaya sana. Sisi tulishasema maisha ya ujanja yamefika mwisho, na hii hatutanii. Tutawakamata, tutawapiga show. Ile show iliyokuwa nasema ndo tunaanza nao hawa. Hatuwezi kuwa Mheshimiwa Rais anahangaika kuwakomboa wananchi wakulima wa korosho, kuinua maisha yao, alafu kuna watu wao wanaishi tu kwa ujanja kwa kutapeli. Na Mheshimiwa afisa upelelezi, nilisema kwamba anayekamata advance ya kwanza anatoa posho shilingi 200,000. Na mimi kwa niaba ya wenzao naomba nikukabidhi shilingi 200,000. Mkurugenzi, naomba mkabidhi afisa shilingi 200,000 kama sehemu ya ahadi yangu. Mtenda mema hulipwa mema. Asante sana. Mungu akubariki sana. Sisi hatuna mzaha. Kadri mnavyozidi kwenda, yoyote anayekamata tunakupa kwanza 200,000 yako, alafu utaratibu mwingine unafuata. Na ni wapongeze jeshi la polisi. Msimuonee mtu wala msimhurumie mtu. Kama kweli mtu anatorosha korosho ni kumkamata, alafu mchakato mwingine unaendelea. Na hizi pikipiki ziwekwe hapa mpaka utaratibu mwingine utakapofuata. Na hao waliokimbia tunaomba, natoa masaa 24 mpaka kesho saa 10 waripoti kituo cha polisi. Nikiwasha gari hapa kamati ya ulinzi na usalama, tukija Kibiti tunakusaka, tutakusaka vibaya mno. Yaani tutakusaka kama vile, yaani sijui nisemeje, aje ujisalimisha haraka. Na wale wanaokutuma na wote wenye mtao, tunahitaji cheni yote haraka iwezekanavyo. Mungu akubariki sana, endelea na kazi, chapa kazi huko sehemu salama. Naomba uende na wewe kanywa supu asubuhi. Kunywa supu ya kuku, endelea na msako. Hatuwei sisi. Ukifanya memba, sisi hatuna shida na mzigo upo. Tunahitaji ukamate wahalifu.